kuwa taifa kubwa la uzao wake na kulikuza jina lake, na yeye kuwa baraka kwa watu wote duniani. Huyu Ibrahimu alitakiwa kwenda mpaka kule Kanaani, nchi ambayo hajawahi kuendea. Ibrahimu alikuwa hajawahi kwenda Kanaani, lakini kwa imani Mungu anamwambia uende mpaka Kanaani, uende mpaka Kanaani. Umenielewa? Kwa nini anamwambia uende mpaka Kanaani? Kwa sababu ameweka agano na yeye, ahadi na yeye. Ibrahimu ili amiliki hii haki ya Mungu, ilimpasa kikamilifu yeye kupita katikati ya mataifa mengine yote, vijiji vyote, na sio kama alikuwa ameambiwa utoke Dar es Salaam uende mpaka Ifakara Mariji huko ndani, yeye apite aje tu Morogoro mjini akaje. Basi itakiwa asione uzuri wa Morogoro mjini, apite aende mpaka huko Mariji ambapo palikuwa pamehesabiwa ndio pa kwake. Hapa anatuambia akapita mpaka sehemu za Mamre, akaelekea mahali pa Shekemu huko, akaenda katika mialoni kule chini, akaenda kakaa kule. Kwa nini Ibrahimu alifanya vile? Ibrahimu alikubali kutii kwa imani. Utii wetu ni kwa imani peke yake kupokea haki za Mungu. Paulo aliitika wito wa kutii kwa imani, na ndio maana Paulo alikuwa amepewa baraka na neema kubwa ya Mungu kwa ajili ya kazi ya ufalme. Amen. Sasa tunajifunza, kwa hiyo tunaona ili kupokea haki ya Mungu wakati wowote kwenye maisha yako, usiende kwa njia ya kanuni tu za matendo kwa kuona. Hapana, nenda, tembea, ishi kwa imani. Amen. Ukisoma Yakobo hii sura ya 2 mstari wa 23, Biblia inasema kilichotokea, inazungumzia habari za Ibrahimu. Agano Jipya, Yakobo anaandika, anasema Ibrahimu aliitwa majina fulani mazuri kwa sababu ya nini? Ya imani. Ili umpendeze Mungu na Mungu akuone ni mtu mwenye imani, lazima usimame kwa imani ili kupokea haki ya Mungu. Mungu ukizilisha imani kwake, yeye anakupa haki ya kukuona wewe ni kwake ni mtoto, kwake ni mtu wa thamani. Kwa sababu ya nini? Ya ile haki. Ukisoma katika Yakobo iliyosema mstari wa 23, Yakobo sura ya 2 mstari wa 23, nimesema hivi, Yakobo 2 mstari wa 23, maandiko yale yalitimizwa yalionena, Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Unaona hiyo andiko 23 kwamba Ibrahimu kilichofanya, maandiko ya Ibrahimu alisimama na maandiko yakathibitisha. Maandiko yalitimizwa yalionena, Ibrahimu alimwamini Mungu naye alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa ni haki, naye aliitwa rafiki wa Mungu. Amen. Baada ya Ibrahimu kumwamini Mungu, ilihesabiwa kwake kuwa ni haki, kwamba Mungu alimhesabia kuwa mwenye haki. Mwenye haki wapi? Mwenye haki kwa Mungu, mwenye haki wa kumiliki kwa Mungu. Kama ni nyumba kumiliki, kama ni gari kumiliki, kama ni watoto wa tumbo la uzao kumiliki, kazi nzuri kumiliki. Umenielewa? Ibrahimu alimwamini Mungu naye Mungu akamhesabia haki, na ndipo akaitwa wewe ni rafiki yangu. Ibrahimu anaitwa kuwa rafiki wa Mungu kwa sababu alimwamini Mungu. Amen. Unapomwamini Mungu anakuhesabia haki, wewe ni mtoto wake. Kama ni mtoto wake, umehesabiwa kushiriki baraka zake, umeshiriki kutembea na kupokea neema yake, na zaidi ya kupokea haki zake Mungu. Haleluya. Kwa hiyo haikuwa rahisi Ibrahimu aitwe rafiki wa Mungu. Kilichomfanya Ibrahimu aitwe rafiki wa Mungu ilikuwa ni kule kwa kumwamini na kumpenda. Ili uitwe rafiki ya Mungu, rafiki ulioko hapa, mtumikie Mungu kwa imani. Ukimtumikia muamini yeye ni Mungu, ukimfuata mfuate kwa imani. Wewe unapoishi, ishi kwa imani kwamba Mungu ndiye baba yangu, Mungu ndiye anipaye haki zangu za msingi. Hata wanapoinuka watu wamekuja na shingo mbaya juu yako, hata wainuke wachawi, waganga, wainuke wenye hila, wainuke wenye siaka, wainuke kukuchukia na kukataa, wewe iangalie haki ya kuamini Mungu. Mungu atadhihirisha haki yake kwenye maisha yako. Haleluya.
Kwa hiyo tunaona Yakobo alichokisema. Yakobo anakizungumza hicho, anakirukuu kutoka Agano la Kale. Hapa tuliposoma Yakobo ndio ananukuu. Kwa hiyo haki ya Mungu tangu zamani, Agano la Kale, inadhihirishwa sisi kwetu kwa njia ya imani, kwa njia ya kuamini. Unahitaji kuwa mtu mzuri kwenye masomo, unahitaji kufaulu kazini, unahitaji kupokea chochote ambacho ni baraka kutoka kwa Mungu. Hicho lazima uamini. Amen. Hakiwezi kuja pasipo kuamini. Kwa hiyo njia zetu za kufikia haki ya Mungu, baraka zetu na Mungu, lazima tuamini pekee. Amen. Kwa hiyo Ibrahimu, huu ni mfano mzuri sana. Ibrahimu alikuwa na matendo ya imani. Matendo ya imani ya Ibrahimu yanatufundisha jinsi ambavyo tunapaswa kuenenda mbele za Mungu, kutembea mbele za Mungu wakati wote. Ibrahimu matendo yake yalikuwa ya imani. Ndio maana kwa habari ukisoma Mwanzo 22 kwa habari anamtoa Isaka kule mlimani, lile lilikuwa ni tendo la imani. Anamsikia sauti ya Mungu, anamwambia nitolee mwanao huyo Isaka awe sadaka kuteketezwa. Ibrahimu anatii. Hili lilikuwa ni tendo la imani, ndio linalomfanya Ibrahimu kuitwa mtu wa haki. Kuna matendo ambayo unapaswa uyatende mbele za Mungu kama mtu wa imani. Wakati unapitia maisha magumu, wewe zilisha kwamba nina imani na Mungu atanisaidia, ndipo Mungu anazilisha haki yake kwenye maisha yetu. Haki ya Mungu haiwezi kudhihirishwa kwenye maisha yako lele mama. Kama unakumbuka Jumapili iliyopita nikasema, ili imani yako iweze kuhesabika ni yenye thamani, lazima izidhihirishe ushindi kupitia jaribu unalopitia. Sasa jaribu limekuja kidogo, labda la njaa, huna imani kama Mungu atanipa chakula. Tayari umeshakacha hata ibada uti, sababu unatafuta mkate. Aisee, huwezi kuwa rafiki ya Mungu. Mungu anahitaji tuwe rafiki kwa sababu tunajitoa kumwamini yeye ndiye anayeweza kutupatia haki za msingi kwenye maisha yetu. Amen. Sijui inaeleweka. Fungua masikio yako ya rohoni zaidi. Kwa hiyo Ibrahimu kwa matendo yake, kumbuka Ibrahimu picha aliyokuwa nayo. Kwanza Ibrahimu mtu mwenye miaka 100 na kitu. Alafu katika uzee ule Sara na miaka 90 kikongwe. Tena amekoma katika desturi za kuzaa. Lakini Mungu alikwisha ahidi kwake kutatokea mtoto ambaye atakuja kuinua mataifa na mataifa. Haleluya. Mtoto wa ahadi. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa anatii zile sauti, anatii kile anachoambiwa. Ibrahimu hakujali kwa sababu sasa nimepata mtoto mmoja katika uzee na sasa nimzuie kufanya hivyo. Ibrahimu alikuwa ni mtu mwenye imani sana. Unajua tunajifunza nini? Unajua kuna wakati tunakuja kanisani unamwabudu Mungu, lakini kuna vitu unavifanya huna imani. Huna imani kabisa. Na nikikuuliza ni sawa sawa na mtoto. Huyu mtoto huyu kamnunulie pipi sasa hivi kwa huyu mtoto. Nunua pipi mletee. Alafu mwambie hii pipi leta nikumenyee uone kama ya kwanza atakukatalia. Mpaka kuelewe nataka nikumenyee ndio atakubali kumenyee pipi yake. Lakini mara ile ya kwanza unamwambia leta pipi nikumenyee na umempa wewe mwenyewe, ndio umenunua dukani na ndio umempa wewe mwenyewe, lakini atakwambia sitaki. Na umempa dakika hiyo. Hujawahi kuona? Kafanya hiyo sample leo. Umuone mtoto wako. Atakataa. Mpaka umwambie leta nikumenyee sasa utaweza, ndio atakubali sasa anakupa. Kwani imani yake ni ndogo. Haijaweza kupambanua mema na mabaya zaidi. Anajua ukichukua umechukua, hata ipata tena. Lakini Mungu anajua wewe ambaye umekwisha mwamini. Anajua kwamba lazima uweze kumwamini, amekupa na anahitaji utumike na vile alivyokupa pia. Ibrahimu ni tendo la imani. Anadhihirishwa kupimwa, je, anampenda Mungu? Mara ngapi Mungu amekupima wewe katika imani? Amekuja kwa matendo mbalimbali kwenye maisha yako. Akupime ajue tu kama yeye ni rafiki yake. Lakini kuna wakati umeshindwa kuonyesha uaminifu na hata Mungu anakuona bado na mashaka. Lakini Ibrahimu, ili lilikuwa ni tendo la kupima uaminifu wake. Na ndio maana hapa Yakobo anatuambia alipotenda Ibrahimu, maandiko yanathibitisha alimwamini Mungu, naye kahesabiwa kwake kuwa mwenye haki. Kuhesabiwa. Umesikia? Ndio ile mfano nilisema hapa. Hii ilikuwa ni kuhesabu. Nimehesabu hao watu kuwa mali ya mtu mwingine. Maana yake nimewahesabia kutumika na mtu mwingine. Unaelewa? Maana vile ninapokitoa kitu na kimpa mtu fulani, kwamba nimemhesabu kwamba huyu nimemtoa kwa mtu fulani. Kwa hiyo ni juhudi yake ama kazi yake kusimama kutumika na ule mtu ama kutumia chochote.
Inasemaga mara nyingi mfano wa gari. Gari ni rahisi sana. Mtu akikupa funguo ina maana amekupa. Sasa kazi yako wewe inapaswa kukaa dhaifu, kuamini, kutumia ile haki ya kile chombo. Sasa kwa hiyo ili uweze kuitwa rafiki wa Mungu, dhihirisha kumpenda, kujitoa kwake. Usizuie nafsi yako kwa ajili ya Mungu, sababu wewe mwenyewe umeumbwa ni mali ya Mungu. Hivi sasa kujiuliza, mimi ni mali ya Mungu? Alafu kila kitu ni mali ya Mungu. Siku moja nilisema vitu vyote ni mali ya nani? Nikatoa mfano mgumu zaidi. Vyote ulivyo navyo ni mali ya Mungu. Wewe mwenyewe na vyote ni mali ya Mungu. Vyote ni mali ya Mungu. Yaani vyote, fikiria vyote vinaenda ardhini, hapo ardhi ni mali ya nani? Ya kwako. Vyote mali ya Mungu. Umeelewa? Roho mali ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo hebu tuwe makini tunapoendelea. Haki ya Mungu inapatikana kwa njia ya imani tu. Usitarajie kwa matendo mengine. Ukisoma habari za Nuhu na gharika, Nuhu ni mjumbe wa Mungu ambaye alionywa na Mungu mapema sana. Nuhu aliambiwa na Mungu nijengee safina. Nuhu anaambiwa jenga safina. Ukianza kusoma sura ya 7 ya Mwanzo utakiona habari hizi. Mungu anamwambia nijengee safina kabla hata hajawahi kumuona Mungu alivyo. Hata hajawahi kuona gharika. Nuhu hajawahi kuona maji ya gharika. Mungu anamwambia tengeneza safina na itaokoa nyumba yako na vitu vyote ambavyo ninastahili kuviokoa. Sasa Nuhu, kumbuka, angekuwa ni mtu anatamani tu kuonaona na macho pia kuangalia, anatamani tu kuangalia, anatamani kushika vitu vya matendo. Hivi unisikilize kwa makini. Nuhu ili aweze kuitwa mjumbe wa Mungu na kupokea haki ya Mungu ya kuokolewa yeye na watoto wake na wanyama aliyo Mungu achagua, huyu Nuhu ilitakiwa imani. Amen. Nuhu anaonywa na Mungu kabla hajawahi kuiona gharika. Mungu anamwambia tengeneza safina, maana nitaachilia mvua ya gharika, na hiyo gharika itakuwa ni mbaya, itawagharikisha watu wote katika ulimwengu wote, bali wale ambao itakuwa nimewachagua tu na wale utakao kuelekeza ufanye na vile vinyama na kila kitu, ndivyo utakavyookoka katika hiyo siku. Unajua kuna wakati imani yako ni ya msingi sana ili Mungu aweze kukupigania juu ya maadui zako. Imani yako ndio itakuwa mtetezi wako maisha yako. Unanielewa? Ukisoma Nuhu hajaiona gharika, na kipindi cha gharika kilikuwa mbele, anaambiwa kwanza tengeneza safina. Maana yake Nuhu anaambiwa pale ni jambo la imani, kutengeneza imani zaidi. Kwa hiyo Mungu anapokuangalia unaona kuna jaribu mbele, ili uweze kushinda kupokea haki yake Mungu, lazima uitengeneze imani yako vizuri ili uweze kwenda kupokea haki za Mungu. Nuhu ili aweze kuokoa taifa, aweze kuokoa watu ambao wataendelea kuishi hapa duniani, wanyama ambao wataendelea kuishi hapa duniani, Nuhu ilimhitaji imani kuingia mbele za Mungu, kutengeneza safina. Mara ngapi Mungu amesema na wewe kwa habari ya kumtumikia, kwa habari ya kujitoa na kutoa? Umefanya mara ngapi? Mungu hajazungumza na wewe? Wakati wote mara zote umejiona wewe ndio mwenye shida, wewe ndio mwenye hauna haki mbele za Mungu. Na maana yake hiyo inamaanisha hauna haki mbele za Mungu. Ndio maana unapomaanisha, na unamaanisha kwamba Mungu unayemwabudu haumwamini sawa sawa. Ukiwa unamwamini sawa sawa, hautaelemewa na jaribu, bali jaribu utalipeleka mbele za Mungu kwa sababu unamwamini nani? Mungu. Sawa. Nuhu alipoambiwa maneno haya alijua hakika, mimi ndiye mjumbe na naambiwa nitengeneze safina, inanipasa niwe hodari kutengeneza safina. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Soma mstari sura ya 7. Mungu anamwambia Nuhu, ingia wewe zako kwenye safina, kwa sababu nimekuona wewe mwenye nini? Kwa sababu wewe ndio nimekuona mwenye haki peke yako. Umenielewa? Nuhu alikuwa ni mtu mwenye haki, alikuwa anampenda Mungu. Mungu akisema ni mwenye haki, alikuwa anamjua na anamjua kwamba huyu ni nitakachomwambia atakufanya. Mara ngapi Mungu amesema na sisi wapendwa, lakini hatufanyi vile sawa sawa na Mungu anavyotaka tufanye. Tukifanya kama vile Mungu anavyotaka, Mungu anatuhesabia sisi kwa wenye haki, kama anavyomwambia Nuhu kwamba haki, nimekuona wewe ni mwenye haki mbele zangu, na anamwambia ingia wewe kwenye safina. Maana yake safina inatupa mfano mzuri
ni ukombozi ambao ulifanyika mwanzo, na huo ukombozi ndio Mungu aliofanya hata leo, kwamba anasema katika ile Waefeso 2:8 kwamba mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, kwamba tayari imetengenezwa neema. Kazi yetu sisi ni kutembea katika hiyo neema ya Mungu kwa imani. Amen. Neema imetolewa bure. Kazi yako ni kutembea kwa hiyo neema. Mtu amekupa gari, amekupa nyumba, amekupa kiwanja, anakwambia kiwanja hichi ni cha kwako. Unaenda kumuuliza, sasa hiki kiwanja cha nini umenipa? Anakushangaa. Kiwanja cha nini tena? Sisi nimekupa kiwanja, kazi yake ni usijenge nyumba. Anakwambia nimekupa gari nini? Siuendeshe. Anakwambia hili hapa ni gari la chakula. Uingie uchukue chakula chochote unachotaka. Si uchukue kazi ya chakula, unaenda kumuuliza hiki chakula, sasa umenipa hili gari la chakula, la mahindi na mchele. La nini? Jamani. Kwamba wewe ujue haki yako ya chakula ni nini? Sikula. Lazima utumie haki zile na kula kile chakula. Amen. Kwa hivyo Mungu anapotaka tuamini kwamba Mungu anataka adhirisha haki yake kwenye maisha yetu, kwamba yeye Mungu atuwekee zile baraka zake kwetu. Amen. Hizo baraka ni haki ya Mungu. Haki ya Mungu ipo ndani ya Kristo. Haki ya baraka zetu zimefunganishwa na Kristo. Haki ya Mungu imedhihirishwa ndani ya Yesu ameenda msalabani pekee. Amen. Hallelujah. Haki ya Mungu imedhihirishwa ndani ya Kristo toka imani kwenda imani nyingine. Ndio maana imeandikwa katika kile kitabu cha Warumi, ile Warumi 1:17. Haki ya Mungu inadhihirishwa kutoka wapi? Ndani yake mwenyewe. Haki ya Mungu. Amen. Lakini ni kutoka imani kwenda imani. Imani imeandikwa mwenye haki ataishi kwa nini? Kwa imani. Kama mwenye haki ataishi kwa imani, hebu mwabudu Mungu kwa imani, tumika kwa imani, fanya biashara kwa imani, tafuta kazi kwa imani, kwa sababu Mungu anataka muamini. Maana amesema wale wote wanaomwendea lazima waamini yeye yupo na yeye ndiye anawapatia ushindi. Lakini anasema unaishi hapa duniani, unaishi kwa imani. Maana imeandikwa mwenye haki wako ataishi kwa nini? Kwa imani. Imani yako imedhihirishwa kutoka ndani ya Kristo. Ndani ya Kristo ndipo kuna baraka zako zote. Ukisoma katika Mathayo sura ya 1, anasema Yesu mwana wa Ibrahimu, mwana wa Daudi. Naona maana yake ni mtiririko wa zile baraka kutoka Ibrahimu mpaka Daudi mpaka kuja kwa Yesu, na maana sisi tunazipokea ndani ya Kristo. Ndani ya kifo cha Yesu Kristo ndipo kuna haki ya Mungu yote imetimizwa mle ndani. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo mpendwa, kama Nuhu alivyokuwa mjumbe wa Mungu, kabla ya kuona gharika alitengeneza safina, na Mungu akamwita mwenye haki, akamwona mwenye haki kwa sababu alitengeneza safina. Tendo la Nuhu kutengeneza safina, Mungu anamhesabia wewe ni mwenye haki, wangu unanipendeza. Umenielewa? Paulo anakuja kuzungumzia sana huko mbele. Nikasema mfano mzuri ni wa huduma ya Paulo. Ilikuwa ni utii wa imani. Utii wa imani maana yake ni chochote unachokifanya hapa duniani kifanye ukiitikia kwa imani. Utii kwa imani, yaani utii kwa imani. Unamwabudu Mungu, unasema nimekuja hapa kumwabudu, maana yake umetii kwa imani. Unafanya biashara kwa utii wa imani, unafanya biashara na mwamini Mungu. Amen. Unaimba, wewe mwimbaji, fanya nimeitika wito wa kuimba kwa imani. Mimi ninahubiri, nimeitika kuhubiri kwa imani. Haleluya. Si mnaelewana? Wito wa Paulo ulikuwa ni wito ambao unaitwa wito wa kuitikia utii kwa imani, au imani kwa utii, kwamba anaitikia wito lakini kwa utii wa imani. Utii wa imani unajua, nakwambia mama fulani, labda nasema wewe ndugu fulani, usikae hapa usikae tena, ama nenda pale. Umeelewa? Mtu mmoja nikamwambia hivi siku moja, unajua tunafundisha kile nasemaga mara nyingi. Watu wengi unawashauri hawashaurikani. Wakifa wanasema mchungaji atuangaliaje wala atuambii. Lakini ulishawaambia na uliwaonya zamani ukawaambia. Mtu mmoja nikamwambia hivi, ndugu yangu, yaani sasa hivi na ibada usipendi. Unajua tatizo ni nini? Umejichanganya na wenyeji, wamekula nguvu zako. Nikalichukua andiko kutoka Hosea ile sura Hosea ni sura ya 8 mstari wa 7. Bwana anasema Efraimu alipojichanganya na watu wa mataifa, wenyeji wakala nguvu zake.
akafikiri masiara. Ukijichanganya wenyeji wanakula nguvu. Ukijichanganya mtu ulioamini na mtu asioamini, lazima atakumaliza, nguvu zote zitaisha. Pisha habari yako. Yaani usipokuwa na imani original, yaani unaamini na kuwa na mtetezi wa imani yako, utaisha. Nikuhakikishie, hakuna tendo baya ambalo nilikataa kwenye maisha yangu. Kama kwenda kufanya kazi, kipindi kile nimeokoka nikafanya kazi kwenye maduka ya kuomba kazi kwa Wahindi au kuomba kazi kwa Mungu, nilikuwa nimeikataa. Bora nifanye kibarua, niteseke nipate chakula nile kwenye kibarua. Lakini kule kwa Muhindi nilikataa, nikasema nikienda kwa Muhindi Jumatano siendi kanisani. Nikienda kwa Muhindi Jumaa sitaomba, Jumapili lazima sitaenda kanisani. Unanielewa? Hapo napambana nini? Kwa imani na muangalia Mungu anipe haki yangu. Na ilichomoza mapema sana kuja kwenye wito wa kutumika. Haleluya. Kwa hiyo tunaona nini? Unatakiwa kuitikia, uitikie huu wito, uitikie kwa imani mara zote. Itikia kutii kwa imani. Unapoambiwa haki ya Mungu itapatikana kwa njia hii ya kumwamini na kufuata, hata kama kuna majaribu, haisemi kaza kuendelea mbele. Usishangae shangae, maana haiwezi kutokea kwa njia nyingine iwayo yote. Haiwezi kutokea sijui akwambie weka mikono juu kaka kuona ni mnyama wa porini, hawezi kuleta baraka zetu. Baraka zetu zina Mungu. Unanielewa? Haiwezi kutokea kwa mikono na viganja vya mafuta ya mitume na manabii, kwa chumvi na mawe. Pana, inapatikana kwa kuamini kazi ya Kristo msalabani. Amen. Paulo anadhihirisha, kumbuka baraka zetu zimeugamanishwa, kumbuka baraka zetu za kuhesabiwa haki zinahakikishwa, zina muunganiko wetu na Kristo. Kumbuka baraka zetu hizi za kuhesabiwa haki lazima uwe na uhakika kwamba na zimethibitishwa kuwa na muunganiko na Kristo Yesu peke yake. Lazima kuamini kazi ya Yesu msalabani. Haleluya. Paulo anaeleza sana katika Warumi sura ya 5 mstari wa 12 hadi 20 hadi 21. Nataka tusome hayo maandiko. Wewe unasikia njaa, nimekuleta hapa saa 4 kwenye ibada, umepika ugali nyumbani ama umepika chai nzito, si ndio? Sasa pia mimi naendelea kuhubiri, wewe sio unawaza habari ya njaa. Ikatae njaa. Maana unakuja hapa saa 4 na hata kuna wengine wameingia saa 3 na wanatoka bado. Sisi tutatoka hapa na wenyewe bado wanaendelea. Jifunze sana kuhusu ibada. Ndio kile ninachozungumzia, kumpenda Mungu na kudhihirisha haki yake, kumwamini na kujifunza kwake. Warumi sura ya 5 mstari wa 21. Biblia inasemaje? Kuanzia 12 mpaka 21. Biblia inasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hiyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu ya wote wamefanya dhambi. Mstari wa 13. Kwa maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwa na sheria. Unaona? Dhambi haihesabiwi isipokuwa sheria. Sheria inatuhesabia kuwa ni wakosaji kila wakati. Hebu tuangalie 14. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi fananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Mfano atakaye kuja kama wa Adamu ni Yesu. Ndio maana anajiita mwana wa Adamu. Anasema ilitawala watu, dhambi ifananayo na kosa la Adamu, hiyo mfano wake yeye atakaye kuja, mwana wa Adamu. Lakini karama ile ilikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja, yani Yesu Kristo, kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Amen. Pamoja kosa la mtu mmoja lilileta mauti kwa watu wengi, lakini kipawa au karama au ile neema na kile kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kilizidi
kosa la yule mtu wa kwanza, la wale wengi waliofanya dhambi. Kwa hiyo wale wengi waliofanya dhambi mwanzo, kwa kosa la Adamu, kwa urithi tukaingia kwenye mauti, ndipo anasema kwa neema, na hiyo neema kwa mtu mmoja, yaani Kristo aliyekuwa amekufa msalabani, ndipo alitupatia neema, kwamba ile neema ilizidi kwa ajili ya watu wengi. Kwa hiyo kwa haki ya Kristo kwenda msalabani iliweza kuleta ile haki ya Mungu kwenye maisha yetu sisi wengi, wala kwa kadri ya mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kwa kadri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja, ikaleta adhabu, bali karama ya neema ilikuja kwa ajili ya makosa ya wengi, ikaleta kuhesabiwa haki. Amen. Na ndio kwenye kitabu cha msingi ndio kunapoelekea, kwamba baada kwa kadri ya yule mtu mmoja aliyefanya dhambi, si kwa kadri ya kile kipawa. Kwa maana hukumu ilikuja kwa njia ya mtu mmoja, ikaleta adhabu, bali karama ya Mungu, karama ya neema ilikuja kwa njia ya makosa ya watu wengi, ikaleta kuhesabiwa haki kwetu. Amen. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki, watatawala katika uzima wa yule mmoja, Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo tunachodhihirishwa hapa ni kama ikiwa kwa kosa la yule mtu mmoja mauti ilifikia watu wengi, hivyo hivyo kwa ile neema watu watatawala na katika uzima kwa yule mmoja, Kristo. Ina maana tunapokea haki ya kimungu. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Amen. Kwa hiyo kama watu wote kwa kosa la mtu mmoja Adamu wa kwanza, watu walihesabiwa kuwa wenye makosa na wenye adhabu, lakini kupitia mtu mmoja pia Yesu Kristo watu walihesabiwa haki, na vile vile ile haki ikahesabiwa haki kwa, nasema tendo moja la haki, watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa hiyo kupitia tendo moja la Yesu kwenda msalabani kumwaga damu, likawa ni tendo la kila mtu mmoja kufikia kupokea ile haki ya uzima yenye uzima ndani yake. Haki yenye uzima. Unajua kuna haki yenye uzima, na haki yenye uzima ni haki inayotoka kwa Mungu pekee. Haleluya. Mwambie jirani yako usilale. Kwa hiyo hii haki ya Mungu tunayoipata ambayo yenye uzima, ili kuamini jambo hili inahitajika imani. Kuamini unahitajika imani, kwa sababu mstari unaweza, kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kwa kuasi kwa mtu mmoja watu wote waliingizwa kwenye hali ya kuwa wenye dhambi. Kuasi mtu mmoja ilikuwa ni Adamu. Adamu aliasi pale bustani ya Edeni. Aliasi utii wa Mungu ambaye alikuwa amesema kwamba watii pale bustani ya Edeni. Watii wasile mti wa matunda ya ujuzi wa mema na mabaya. Wenyewe wakala. Walipokula hilo tunda waliingia kwa wamevunja sheria ya Mungu na bali maasi. Haleluya. Kwa hiyo hapo tena wanatakiwa kuhesabiwa haki. Lakini anasema kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya mwenye haki. Amen. Kwa hiyo tunajifunza na kuzidi kujifunza kwamba ili tuweze kuingia kwa wenye haki ni wewe kutenda haki kama mhubiri wa kwanza alivyosema. Kwa hiyo kuiamini haki ya Kristo, kuamini haki ya Mungu aliyoifanya kupitia Yesu Kristo. Baraka zetu zina Yesu. Haleluya. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana na dhambi. Kwa hiyo sheria iliingia ili kosa liweze kuonekana. Kumbuka ninapokuambia sheria ni hii hapa. Sikiliza. Nasema hivi,
usije kupita njia hii. Umenielewa? Nakwambia labda njia hii hapa usipite. Sasa ukipita, ili tamko litapata nguvu, kwa sababu vaya limelivunja. Kwa hiyo sheria inapata kuwa na nguvu. Amen. Lakini kama usipopita, ina maana upo katika neema, unakuwa katika haki ya kwamba umetii, hautaingia chini ya hilo kosa, hautaingia chini ya hiyo sheria kali. Umenielewa? Kwa hiyo kwa kutii kwake mtu mmoja Yesu, sisi tumehesabiwa kuwa wenye haki. Kosa limeondolewa kwa sababu ya neema ya Yesu. Hapa anasema hivi, lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana na dhambi iwe kubwa. Umenielewa? Kwa hiyo unapomwambia mtoto wako usifunue hili sufuria hapa, kuna mboga labda umeziweka, usifunue yale ila kufunua, na unakuta kabisa alifunua na kaiba kala. Kwa hiyo sheria itasimama na fimbo na adhabu juu zitakuwa nyingi, kwa sababu amekiuka kile ulichomwambia. Hapo atakuwa hana haki. Lakini kama angesimamia ile haki ya kutokufunua, wewe ungekuja ungemhesabia mwenye haki mtoto wako, chukua mboga hizi hapa, kalia ugali, tena unamwongeza na kuongeza, hata pata bakora. Lakini kwa ajabu ameiba, atakula bakora, inawezekana atakula na hizo mboga kwa kidogo, si ndio? Kwa hiyo kadhalika kwa kutii kwake mmoja, anasema hivi, dhambi ili ionekane sana, isipozidi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Neema ilikuwa ni nyingi zaidi. Natuambia mstari wa 20, pamoja dhambi ionekane nyingi na yale makosa kuwa ni makubwa na ile dhambi kuwa ni kubwa, lakini ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Amen. Neema ikizidi, maana yake ni inakuwa nyingi. Neema ni nyingi na inatuleta kuwa wenye haki. Haleluya. 21 ndio mstari wangu wa mwisho. Ili kwamba kama vile dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wewe unaposema kwanza haki zetu au baraka zetu zina muunganiko na Kristo, mstari wa 21 unatudhihirishia kikamilifu kwamba ili ile neema ile inasema, ili kwamba kama vile kwa dhambi ilivyotawala katika mauti, vivyo hivyo kwa njia ya haki neema itawale hata uzima wa milele kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Ukirudi hii sura ya 3, hii sura ya 3 inatuambia kitu kimoja cha msingi. Sura ya 3 ukisoma mstari wa 21 hadi 26 inatuambia kitu tena cha msingi. Kwa hiyo haki ya Mungu haipatikani kwa njia zinginezo zote, ipo tu kwa njia ya kuamini. Amen. Nasema hivi, lakini sasa haki ya Mungu inadhihirishwa pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Kwa hiyo tunaona hata Torati na manabii ilikuwa inadhihirisha haki ya Mungu. Tumesoma katika Ibrahimu, tukaona Ibrahimu baba wa imani, kwamba yeye alidhihirishiwa kuwa mwenye haki si kwa sheria, si kwa Torati, bali Torati inadhihirisha haki ya Mungu kwamba ni kwa njia ya imani, kuamini. Haleluya. Kwamba neema ya Mungu lazima ilikuwa ni kupaswa kuja kwa njia ya kuamini. Sasa unataka kuponywa magonjwa, lazima uamini kazi ya Mungu, uamini Mungu, umwamini kazi zake, uamini uumbaji wake, uamini yeye ni Mungu anayetaka tumwamini ili aweze kutupatia baraka. Ukisoma mstari wa 20 ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Umeona? Maana haki ya Mungu itakuja ndani yetu ni kwa watu wote waaminio. Maana haki ya Mungu hiyo haina utofauti, bali kwa kila aaminie ataipokea hiyo haki ya Mungu. Biblia inasema iwe ni kwa Myahudi kwanza au ni kwa watu au ni kwa Wayunani, ni kwa Wayunani ama ni kwa Wayahudi, ilikuwa inatakikana kwa njia ya kuiamini kazi ya Kristo msalabani. Amen. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Kristo Yesu kwa wote waaminio, maana hakuna utofauti. Amen. Hakuna utofauti kwa jambazi, mwizi, kibaka, tapeli, iwe
waliopokea haki ya Mungu kamilifu ni wote kuamini kama neema ya Mungu imekwisha achiliwa ni bure, na haki ya Mungu ipo. Watu ni kuamini, kutubu na kuacha dhambi na kubadilika, ndipo wanapokea haki ya Mungu kikamilifu. Na hiyo haki ya Mungu iko hapa, kuamini kazi ya Yesu ya msalaba peke yake. Haleluya. Inaingia akilini. Wewe unaposema baraka zetu zina muunganiko na Kristo, ninamaanisha kwamba ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo. Tena kwa njia ya nini? Ya imani. Ili kufikia haki ya Mungu kwa njia hiyo tu pekee, si kwa njia nyingine. Amen. Baraka zetu zitakuza ni kuamini kazi ya Yesu ili tuweze kumiliki hizo baraka za Mungu, kupokea haki ya Mungu. Haki za Mungu zitakuja kwetu kwa njia ya kuamini tu peke yake, kwa njia ya imani. Taendelea kidogo. Nimesema mpaka mstari wa 26. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari wa 24. Wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Umenielewa? Mstari wa 23 umesema wote wamefanya dhambi, wamepungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Mstari wa 24 unatuambia watu wanahesabiwa haki bure kwa neema kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Sasa haki ya Mungu haipatikani mahali popote. Utajiri haupatikani mahali pengine popote. Uponyo wa magonjwa haipatikani mahali pengine popote. Inapatikana ndani ya Kristo Yesu aliye Bwana wetu. 24 nasema hivi. Ni 24 nimesoma 25. Ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kumwachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zetu zilizotangulia kufanywa. Kwa hiyo tunaona ni kitu ambacho Mungu anakisema mahali hapo, kwamba ni ambaye Mungu amekwisha kumwachilia, amekwisha kumtoa Yesu, amekwisha mweka awe upatanisho. Yaani Yesu ndiyo haki yako ya kumiliki chochote, maana yeye ndiye kwanza amekwisha tolewa kwa ajili ya haki ya kusamehewa dhambi ambazo tulikuwa tumezifanya, ambazo zilikuwa zimekwisha tangulia. Yeye ametolewa kuwa upatanisho kwa Mungu kwa ajili ya dhambi zetu, ili sisi tufanyike wenye haki mbele za Mungu. Hatuwezi kuwa wenye haki mbele za Mungu pasipo kuangalia Kristo alichokifanya. Hatuwezi kumiliki baraka za Mungu tusipoangalia kile Yesu amekifanya au Mungu amekifanya kupitia msalaba wa mwanae Yesu Kristo. Amen. Mstari wa 26 anasema apate kuonyesha haki. Unaona? Apate kuonyesha nini? Yesu ametolewa msalabani ili apate kutuonyesha haki za Mungu zilivyo, zinapatikana kwake kwa njia ya kuamini. Anasema apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Umeona? Yeye amemtoa yeye apate kuonyesha haki, na hiyo haki wakati huu tuliopo wa sasa hivi, ili awe mwenye haki. Alimtoa yeye mwenyewe awe mwenye haki. Tumisha amesema sana hilo hili. Anasema tutakapotenda haki ndipo tutaonekana wenye haki, si ndio? Na hapa inatudhihirishia kwamba alimtoa awe mwenye haki ili aonyeshe haki, apate kuwa haki. Umeona? Mstari wa 26, ili awe mwenye haki na mwenye kuhesabu haki, na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie Yesu. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu tunahesabiwa haki ya Mungu, tunahesabiwa kuwa wenye fedha, kuwa wenye kumiliki, wenye kutawala, wenye kupokea uzima na baraka za Mungu na amani ya Mungu. Kwa sababu gani? Tumemwamini Yesu. Haleluya. Niende nikamalizie katika kitabu cha Warumi sura ya 4 mstari wa 25. Sura ya 4 mstari wa 25. Utaona pale Paulo anachokisema tena. Mstari wa 25 anasema hivi, ambaye
ambaye aliyetolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Lakini ngoja nisome mistari michache hapa juu kidogo kabla sijarudi hapo. Nisome kuanzia wa 22. Kwa hiyo kuhesabiwa kwake kuwa haki. Acha nirudi mstari wa nyuma kidogo, afu nitakuja baba. Nisome kuanzia wa 19 nimalizie kipande cha. Yeye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake. Yeye aliyekuwa sio dhaifu wa imani, yeye alifikiri mambo yake alifikiri mambo ya mwili wake mwenyewe. Unajua mtu ambaye ambaye hakuwa dhaifu, anasema yeye ambaye asiyekuwa dhaifu wa imani alifikiri hali ya mwili wake. Alikuwa amekwisha kufa, alikuwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake Sara yeye alikuwa tayari kwa habari ya kufa kimwili. Kwa imani kwa kimwili ilikuwa imekwisha kufa kwa Sara, kwa sababu Sara tayari alikuwa ni mtu mkubwa na tumbo lake lilikuwa limekwisha kufa. Biblia inaelezea kwamba Sara tayari alikuwa amekwisha ona ni nini kwa imani kuisha, habari sipo tena, kwa habari ya tumbo langu wosha kufa, siwezi kupokea chochote. Lakini Biblia inasema hivi mstari 20, lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kumtumaini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu. Mstari 21, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoyaahidi. 22 nasema, kwa hiyo ilihesabiwa kwake kuwa ni haki. Ilihesabiwa kwake ni haki, walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba ilihesabiwa kwake haki. Haikuhesabiwa tu kwa ajili ya Sara au kwa ajili ya Ibrahimu, bali na kwa ajili yetu sisi, mtakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tunaomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu katika wafu. Bali si kwa ajili yetu sisi tu, si kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa vivyo hivyo. Hiyo naeleka Paulo ni kama vile ambavyo ilikuwa imehesabiwa kina Paulo, amehesabiwa kina Ibrahimu na Sara, bali na sisi pia tutahesabiwa haki hii vile vile kama tutakavyomwamini yeye aliyefufua Yesu Bwana wetu kutoka kwa wafu. Kwamba na sisi tunayemwamini yeye aliyefufua Yesu kutoka kwa wafu atatuhesabia kuwa wenye haki vile vile, atatuhesabia kuwa wenye haki na kumiliki na kutoa vile vile, si kwa Ibrahimu na Isaka tu, sio kwa Ibrahimu na Sara tu, bali na sisi tutakayemwamini sasa kwamba yeye ameahidi kutubariki na kutupa haki, tutapokea haki vile vile na tutapokea baraka vile vile kama yeye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu, tukimwamini Mungu huyo aliyemfufua Yesu. Kumbuka Mungu ndiye aliyemfufua Yesu kutoka kwa wafu, sio mwingine. Walakini haikuandikwa kwa ajili yake tu kwamba amehesabiwa kwake kwa haki, bali na kwa ajili yetu sisi mtakaohesabiwa vivyo hivyo sisi tuliomwamini yeye aliyemfufua Yesu Bwana wetu kutoka kwa wafu, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Kwa hiyo Yesu alisulubiwa, akafa, akapigwa, akaenda kaburini kwa ajili ya makosa yetu ili sisi tuhesabiwe kuwa wenye haki. Ukisoma katika Isaya anasema kwa kupigwa kwake sisi tupone, kwa kupigwa kwake tuwe na amani, kwa kupigwa kwake tupate furaha. Umeona? Yeye alichukua masikitiko yetu, alichukua huzuni zetu, alichukua maumivu yetu, alichukua nuksi zetu, hivyo alichukua na mikosi yetu, hivyo alichukua na laana zetu. Kwa hivyo sisi ni wenye kumiliki baraka za Mungu. Amen. Kwa nini? Kisoma hiyo Isaya inathibitisha. Hiyo Isaya inathibitisha Isaya 53. Ukisoma mstari kuanzia huo wa 5 hata wa kwanza mpaka wa 5 unasema
kwamba yeye alichukua huzuni zetu, alichukua maumivu yetu. Ina maana kama alichukua maumivu yetu, alichukua nuksi zetu, mikosi yetu, balaa zetu, alichukua laana zetu, ili yeye atuhakikishie sisi ni wenye haki mbele za Mungu. Amen. Ndio hichi Paulo anakinukuu hapa, anasema ambaye alimtoa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Unahesabiwa haki ni kwa sababu Mungu amezirisha haki yake kupitia Yesu Kristo. Hivyo lazima umwamini Mungu ili uhesabiwe haki kwake, uhesabiwe kuwa tajiri, uhesabiwe kuwa mwenye mali, uhesabiwe mwenye afya njema, uhesabiwe mwenye baraka za Mungu. Lazima uamini kazi ya Mungu kwamba yeye yupo na yeye ndiye anayetoa haki kwa kupitia Yesu Kristo. Baraka zetu zipo. Hivyo kudanganywa kwamba kuna waganga kienyeji wanakupa baraka ni uongo. Hivyo kudanganywa kwamba kuna mafuta na viganja vya manabii na mafagio ya nabii ni uongo. Kwamba kuna baraka kwenye miti, kwenye wanyama fulani fulani ni uongo. Umenielewa? Sisi tulipokuwa waganga zamani kwa tunafanya kwamba mweta wa chini, mweta wa nyang'anyanga mweupe. Nyang'anyanga si mnamjua mweupe? Huko mweupe. Kwamba tunaweza tukatoa watu kusafisha nyota zao. Huu ni uongo wa shetani. Baada ya muda mfupi baraka zitokazo kwa shetani hazitadumu. Baraka zitatoka kwa Mungu zitadumu milele. Uzima ukitoka kwa Mungu utadumu milele. Lakini ukitoka kwa shetani utarudi kesho kutwa. Kesho kutwa unarudi ndani mwako. Simama juu kwa Biblia tuombe. Ndio ukirudia andiko hili unalipata Habakuki 2 mstari wa 4. Kwa hiyo tunaona haki ya Mungu tangu manabii wa Agano la Kale. Ulikisoma Habakuki 2 mstari wa 4 nasema hivi. Mstari wake bibi inasema ni bii, kwa sababu anasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Anasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Habakuki 2 mstari wa 4. Ile bii inasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Na ukija Paulo anadhihirisha katika Warumi ile 1:17, maana haki ya Mungu imedhihirishwa toka ndani yake Mungu, sio ndani ya vitu vingine karibu yeye, vitu vya mweta, visungura, sijui nini, sijui vitu vya marashi na kupaka ndio kunatoka baraka zetu, mafuta ya kupaka, chumvi na kadhalika. Maana bali anasema haki ya Mungu inadhihirishwa toka ndani mwake, toka imani hata imani, bali imeandikwa mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Baraka zako ziko ndani ya Mungu. Habakuki anasema katika manabii wadogo wa Agano la Kale, anasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Mwenye haki ataishi kwa imani yake. Na Paulo anasema imeandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Amen. Kwa hivyo haupaswi kuishi kwa matendo ya sheria, bali unapaswa kuishi kwa kufuata kanuni za imani ili Mungu akuhesabie haki. Maana imeandikwa mwenye haki ataishi kwa imani yake mwenyewe, sio kwa imani ya mtu mwingine, kwa imani yake. Amen. Kirejelea na Waebrania 11:6, wamwendea Mungu imewapasa waamini yeye yupo na wapa sababu. Amen. Nadhani tumejitahidi leo kuwa walimu wa kufundisha habari za haki na imani. Amen. Kwa nini Mungu anakazia sana? Kwani ni mjumbe wa kwanza, kwani tulitunga naye ujumbe? Muulize. Mimi natukana naye meza moja, hatukulala pamoja, lakini amekuja anasema habari ya haki. Kwa nini Mungu anakuja anathibitisha tena? Ili upokee hizo haki za Mungu ni lazima umwamini. Nataka uamini mpendo. Mimi ni mtu wa imani. Nafundishaga sana imani. Na napenda imani kwa sababu napenda kuombea wagonjwa. Napenda kuongea watu wenye shida. Ni mtu wa huruma nyingi ndani yangu. Mtu wa huruma nyingi ndani yake lazima awe na nguvu ya imani, kufundisha imani. Kwa hiyo ninapenda kuishi kwa imani. Kwa hivyo kama kanisa napenda kuishi kwa imani. Mtafute kwa imani ili kumiliki haki ya Mungu kwa imani. Kazi kwa imani, fanya vitu kwa imani, utamiliki kwa imani. Amen. Ibrahimu anaitwa rafiki wa Mungu kwa sababu ya imani. Imani ndio ilimleta Ibrahimu. Mungu anahesabiwa haki kwa imani. Paulo anatuambia katika kitabu cha Agano Jipya, Warumi, anatuambia ni kwa imani. Na aliingia kanisa la Rumi. Kanisa hili lilikuwa linaishi Rumi, anaambia ni kwa imani. Bali tunapaswa kumwamini Mungu kwa imani. Hebu inua mikono yako juu, sema Baba, katika jina la Yesu, neno lako linatuonya kutembea kwa matendo ya sheria, bali linatufundisha kutembea kwa imani ili tuhesabiwe haki ipatikanayo kwa imani mbele zako Bwana. Tunakusihi
Tunakuomba tuzidishie imani, tuongezee imani ili tuweze kupokea haki yako kamili kwa jina la Yesu Kristo. Ninakataa kutembea kama mtu wa matendo ya sheria, ninakataa kutembea kama mtu wa matendo ya sheria kwa jina la Yesu. Naomba nitembee kwa mtu wa imani, nitembee kwa imani ili nijazwe haki ya Mungu kama Ibrahimu aliitwa rafiki wa Mungu kwa sababu ya imani. Biblia inasema alimwamini Mungu naye ikahesabiwa kwake kuwa ni haki, na akaitwa rafiki ya Mungu. Baba, ninakataa leo mimi kutembea kwa matendo ya sheria, bali matendo yangu yatendwe katika haki, niyatende kwa imani, nami niitwe mtu wa amani, niitwe mtu wa haki na rafiki wa Mungu katika jina la Yesu. Mimi nataka leo kuitwa rafiki wa Mungu kwa matendo yangu ya imani nitakayoyatenda kuanzia leo. Nikiabudu niabudu kwa imani, nikitoa nitoe kwa imani, nikifanya kazi nifanye kwa imani, ili nihesabiwe kuwa mwenye haki mbele za Mungu katika jina la Yesu. Nikiimba niimbe kwa imani, nikicheza nicheze kwa imani, nikihudumu nikihubiri nihudumu kwa imani, nikiishi niishi kwa imani kama maandiko yanavyosema, nami nihesabiwe haki katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeomba nikifanya kazi kwa imani, nikibarikiwa nibarikiwe ikiwa ni haki kutoka kwa Mungu katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Baba, wabariki watoto wako, wazidishie neema, wazidishie haki, wazidishie imani, wapokee haki na kuimiliki na kuitumikia katika jina la Yesu Kristo, maana wewe ni Mungu ambaye unasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Baba, wape imani waweze kuishi kwa imani yao, wanaoishi na inayoishi ndani mwao, na ile haki iliyoizirisha ndani mwao kupitia Yesu Kristo aliyeenda msalabani, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninaomba na kushukuru nikiwakabidhi mikononi mwako, na wewe tuseme amen.